Jamani, huyo hapo. Huyo. Tuombe tafadhali. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa nafasi na fursa ambayo umetupatia. Asante kwa kinara huyo ambaye amefika Bwana, Mheshimiwa Naibu wetu wa Rais, kwa kikao hiki na mkutano huu, kwa uweka mikononi mwako sasa. Tunapoanza Yesu, tuomba ukatawale na ukaonekane. Asante kwa ndoto aliyo nayo ukaifanikisha, maana wewe ni Mungu. Wakati anapofika mahali hapa Bwana, tunakushukuru. Asante kwa neema na kibali. Anapoendelea achilia mafuta juu yake, kibali na utukufu kurudie. Pokea sifa, maana wewe ni Mungu na umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini kushukuru. Haya mzee zangu, Mizi similani kuchisimila unabahiko mazugana makuta kudana gaze hiye naisiwe William Ruto kupata na apate mache cha UDA china makuchira kuchira na chichire na yuno mayowe ashajuma yuna makulongoza katika hii Kilifi County yuna makupata hicho chirupata kupata na apate. Basi unavoya koma zarabayo unavoya koma za kijirama unavoya koma za mitichena zina makukwera kubazi ukoyere ukoyere hinyuna mkutano wewe una makopala kusalama kupala no pale Muzi similani unalomba macho higo mani asanteni. haya na nini naona hapa kuna aspirant wetu wa MCS wako wapi? Haya, ndio tujiintroduce kwa haraka nyote wale ambao tutafuta viti. Tutasema hivi, naitwa Aisha Juma, nataka kiti cha MCA wa West Ward. Hiyo kazi inatosha. Kwa majina anaitwa Jana Tuma, mimi napigania kiti cha MCA Rabai Kisurutini. Tuko na William Samoei Ruto mpaka mwisho. Rabai wewe. Kwa majina anaitwa Epafras Mwiga, natafuta kiti ya MCA hapa Bawesa. Karibuni. Rabai hoye. Kwa majina mimi Timothy Mwinga Chokwe kutoka Ruruma. Kazi ni kazi kama ndani ya UDA. Shukrani. Rabai hoye. Kwa majina ya Sami Kabutu, mgombea kiti cha udiwani Rabai Kusini. Karibuni. na mimi tena ninasimama wakachukua pesa nilisimama na mimi ninasimama tena kwa sababu huwa na sababu sana huyu mheshimiwa amesimama hapa juu nikimuona kule parliament anatetea wale anatetea mimi zaidi ya yote anawatetea walemavu tunazunguka tukizunguka kwa sababu mlemavu kinisi ameacha. Watu wa Rabai hamjambo. Kwa majina naitwa Habel Dune Mwambaji, nagombea kiti cha udiwani Mawesa Ward 2022. Rabai hoye.
mpigania MCA hapa Nawesa. Karibuni. Rabai wewe! UDA! Mama Juma anamjua awe gavana siwe. Mama Juma awe gavana siwe. Ruto rais siwe. Kwa majina naitwa Salim Chai, mpiganaji halisi wa kiti cha MCA kule Rabai Kisurutini. Tena pale ama spare. Rabai oye! Kwa majina naitwa Joshua Kombo, napigania kiti cha MCA hapa Ruruma. Mungu awabariki sana. Rabai oye! Rabai oye! Kwa majina ni Baraka Bilia ama daktari, napigania MCA Rabai Kisurutini. Mbarikiwe. Warabai mpo! Warabai mpo! UDA! UDA! Kwa majina naitwa David Mwinga, napigania MCA Ruruma Ward. Kazi ni kazi hadi mwisho. UDA! UDA! Hasa oye! Hasa oye! Hasa oye! Mimi naitwa Gefacharo, natoka Ruruma Ward kama MCA wenu 2022. Kega mpe kwa MP, Aisha Juma kwa gavana, hasa kwa bizesho. UDA! UDA! Kwa majina ni Tunje Kuto, MCA Rabai Kisurutini. Mbarikiwe. UDA hoye! UDA hoye! Kwa majina ni Mati Munga, almaarufu Memona Munga. Mimi natafuta nafasi ya kuinua economy ya Ruruma Ward. Asanteni. Rabai oye! Rabai oye! Kwa majina naitwa Edison Nyam, mzaliwa wa Rabai Kisurutini. Mimi ni mgombea wa MCA na tikiti ya UDA. Rabai hoye! Rabai hoye! Kwa majina naitwa Evans Shongoro Funa, na State House na Funa na William Samoei Ruto, Kilifi County, na Mama Aisha Juma, constituency ya bunge yetu ya Rabai hapa, wanajenga mpe. Wana wabariki. Rabai hoye! Rabai hoye! UDA! Wakambiribe! Basi waje mtomonga ni wagawe kubo, waje watuma kabeji. Tuko pamoja sana. Rabai oye! Kwa majina ni Thomas Kombo, napigania MCA Tangeribe Ward. Rabai oye! Rabai oye! UDA yu! Kwa majina ni Makoe Mwadua kutoka Rabai Kisurutini na mgombea MCA. Asante. UDA! UDA! Kwa majina naitwa Peter Pande, mgombea wa kiti cha MCA Tangeribe Ward. Asanteni sana na Mungu awabariki. UDA! UDA! Kwa majina ni Baraka Kugumbao kutoka Ukambani, na wania kiti cha Ukambani Mboni Ward. Nimekuja hapa nisalimie Hasla, nitoka Ukambani. Nikuja nikuone Hasla. Hata nikugombee. Haya. Sasa nataka nimlete mbunge wa Rabai anayekuja rasmi, Mheshimiwa Asanteni sana. Rabai hoye! Nawesa hoye! Ruruma hoye! Tangeribe hoye! Asanteni sana. Yangu yatakuwa machache. Nataka nishukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa William Ruto kwa vile anavyojali wakazi wa hapa Rabai. Kuna wakati wa nyuma tuliweza kumfuata na kumlilia, na yeye akajiudhi akaja hapa
akaweza kutuinua kwa mambo ya trakta. Tupigie makofi tafadhali. Pia nataka nikushukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais. Nataka tuseme kwamba kuna wakati tulikuuliza barabara ya kutoka hapa kwa Mbaji kwenda kule Mwatama, barabara hiyo imewekwa lami na sasa hii imekamilika, tunangoja uifungue rasmi. Wapi makofi Mheshimiwa Unamoto? Kwa hiyo siku ya leo Mheshimiwa Naibu wa Rais uko hapa hususan kuinua wakazi wa Rabai. Tunajua hapa Rabai kilimo ama mvua imepotea, ndani ya miaka miwili wakazi wa Rabai tuko na njaa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hapa Rabai tunajua shida sugu ni shida ya maji. Niseme siseme? Nikoboe sikoboe? Na hawa viongozi ambao walipewa majukumu haya wameshindwa na kazi, na wananchi hao wako tayari 2022 waweze kwenda nyumbani. Ndio maana siku ya leo tunaomba Mama Aisha Jumwa akiwa gavana pale hakikisha atakapoingia kazini tunampatia siku 100 hakikisha kwamba shida ya maji ameweza kuitatua. Atatua sitatue. Na mimi nataka niwaulize wakazi wa Rabai, ikiwa leo hii mimi siko mamlakani, lakini nikiongea na Naibu wa Rais anakuja hapa kutusaidia, mimi namuuliza mimi 2022 tengamupa basi pewe. Wangapi wanasema Rais wa Jamhuri ya Kenya si mwingine bali William Ruto? Wangapi wanasema 2022 tumeamua safari hii gavana wa Kilifi atakuwa Mama Aisha Jumwa? Basi kwa hayo mengi machache, mubarikiwe watu wa Mungu. Mimi nitaendelea kuwatumikia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mungu awabariki. Haya, sasa nataka nimwite mbunge wa Kaloleni awasalimie na kimbie Kaloleni. Rabai oye! Rabai oye! Mimi nimefurahi sana kuona Rabai umekuwa muda kamili. Ni kweli si kweli? Sasa naomba kitu kimoja Rabai. Ukiwa unaenda vitani ni lazima uwe na silaha. Ni kweli si kweli? Tumeanza vita ya kuwa 2022 Rais wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Hakikisheni nyote umechukua kadi za kura.
ili 2022 tuweze kupitisha. Ni sawa sawa? Na sisi kule Kaloleni pia tumeamua. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa nataka nimwite dadangu kutoka Taita. Mheshimiwa Haika Mizigi, huyu ni women rep wa kule Taita Taveta. Asanteni, kumbe hapa wa Taita pia wako. Asanteni, mimi ni yule mao wa Taita Taveta. Na sasa mimi pia ninakuja kuwaeleza. Kule Taita Taveta sisi tumeshachanuka. Ile mambo ya TV mnatia lala ambayo hatuelewi maana yake, tumetoka huko. Sasa sisi tunatembea na hii gurudumu ya kazi ni kazi. Na tunasema William Ruto ndiye atakuwa rais wetu wa 2022. Sivyo? Sivyo hivyo? Wapi mahasla wa hapa? Asante sana, sina mengi. Ninapenda kuwa hapa siku ya leo. Asanteni. Haya, sasa nataka niwaitie women rep wetu wa Kilifi County atakayekuja na tikiti ya UDA, Mheshimiwa Kachachawa. Mimi naitwa Mheshimiwa Kachachawa, mama kaunti wetu mwaka ujao na UDA. Haya. Ache hoya. Jele ache. Mama niambia vipi asena. Jambasa la kusape mwamelekala kuzambona kodi yeku na kafundao ya kaheri. Aliye kuko ni mutai watu wanabai kuwa napenda makazongo na ente. Watu wanabai matateseka kwa utu wa machungwa hana bai. Na yeka na kuka na kuka kukugaona. Iye ni mutai we hukuna na kuna makazongo na ente. Sababu kiama halabe mnambazi. UDA. Na nikiamba UDA. Nikiamba kazi. Haya. Titani sheita yiku kwa kwa jubani kwa sina mwanamanya kana faku mbona kuko. Sawa Haya. Harambe! Harambe! UDA! Kazi. Wenyani yange, tunaboresha maisha na Aisha. Sawa hiyo ndio slogan sasa ya mama Aisha. Sawa. Kilifi tunaboresha maisha na You know rais wa kinacho maisha UDA na rais wa tano wa Zaire wa umani. Haifate. Anamulika zinangenga tu haifate. Ahiko. Sasa mimi nikisema rais wa tano wa jamhuri yetu ya Kenya, mimi mnasema mtasema mndoha. Sawa. Haya, rais wa tano wa jamhuri yetu ya Kenya ni nani? Haya, amesalimu, amewasalute, amesema pia yeye amekubali mkimpa kura zenu aongoze kama rais. Naibu wa rais, mimi nimesimama hapa kabla wenzangu hawa wajitamulia kuongea kwa sababu nataka mimi nikimbie Kaloleni. Naibu wa rais, nataka nichukue nafasi hii nikupongeze kwa sababu nilikuwa hapa naibu wa rais na wewe. Kwanza tukachangia makundi ya kina mama. Mara ya pili, naibu wa rais, wakulima wa sehemu hii walikuwa wanahitaji tingatinga. Naibu wa rais ulikuja hapa ukawasaidia kwa sababu njaa haiwezi kutoshelezwa na chakula cha kupewa. Njaa ni lazima watu wawe na maji na vile vifaa vinavyotakikana kwa ukulima. Na naibu wa rais ametuonesha upendo wake, ametusaidia, amesimama na sisi kama
anayekufaa kwa dhiki ndiye rafiki. Naibu wa rais, hii jamii ya Warabai, Wakande, mimi nataka nikwambie naibu wa rais, unapoona kila ukija hapa anatokelezea, siku ya kula Mungu akituweka hai sisi wote, ndivyo tutakavyotokelezea kukupigia kura wewe na sisi wengine wote. Ni kweli ama ni uongo? Nichelebu ni uongo? Tuko na mashida, najua tuko na shida nyingi, na hizo shida hatuna haja ya kuzizungumzia kila wakati. Imefika wakati hivi sasa tuwe na viongozi ambao sio kuiba shida, lakini kuleta suluhisho. Tunaelewana? Yale kama yale baiko hata biamazi ni hani. Ndoke amala baiko hata biamazi hakuna suluhisho, tasaidia nani? Tuna mala viongozi Helesha Juma, Aliana Manyasi Rimaye kwanza pasana ni Muche, na yeye Muche akisirima wabu umekuna la. Ndio ya kusajo. Na mwana kutema sura za kutaoba. Alafu kwa wewe mwana hapo nyumbani. Lazima tueneze makalia safi. Ndio ya kusajo. Hospitali geua kaleta na miasa ya kutosha na madaktari ya kutosha. Si hatuna jengo hospitali, tutakani magofu ya benzima hii. Demi ya kanisa ni handa hutabifungahe. Kuzona mwana kafana wapenu anaanza kaza kulawa kani chumigi kuyana kuzina chama mawata keleweka kidai. Miaka 8 ama 9 dofuna mwana zuzi anakufa hayuya. Kuna mambo ya vivi kwa sababu wakati wako zafikana kuwependa kumala kwenda naye nje. Naende kumala kwenda naye nje. Na akimwana baba nangile hani. Akimwana baba nangile hani. Kama kilika akimwana baba nangile hani. Kuna tunauka ya kuna baba na hanotinyana mama sawa nyubeza kamilika. Ndio kabu sauzo. Mbona tunaanga kuna hudurufunke William Samuel Ruto. Tunaelewana? Akane raisi. Na mimi haha unipe kini cha ugavana. Nikalea haha gavana wapendi. Kazi ya kwangu mimi ganda mashakaba kwa mnago. Ni kumgombea William Ruto na kumwambia mimi naitwa Mama Push. Tunaelewana? Hapo kama ya kazi ya kupushi sino. Mwanamucha kisikale kwa mkono ambiwaje. Sukuma. Ulimeguna zala ndio kusosha. Hivi ukilipa kile mimi, kazi ya kuni kusukuma William Ruto anaendelea na Kilifi County. Unaelewana? Malaki mama kazi yake ni Mama kazi yake ni nini? Na nini? Kwa sababu ni mama kupushi najua. Lakini hii kupushi kwa gani mimi nilifunga kabisa. Kazi yangu ni kupushi maendeleo ya teleweke ndani ya Kilifi. Yafanye kuja Kilifi. Sawa? Hawa wangapi wanasema Isha Juma atakuwa gavana wetu? Wangapi wanasema rais wetu wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto? Wangapi wanasema mbunge wetu ni Kenga apewe? Tunaelewana? Wapi ya milia mnaniambia kamare kigogo kitabadilika na kafundau ya Misiri. Samola my friend kuko hata makahenate. Kwanza ODM inalipi jipya. Maana hilo ni shana. Yeye isiwa mwanai kumpa vivi hata kanaja na tumasikimika heri. Anatolea pesa endaki duranzi tolea tumia sio usili hanoza furniture kazi ya mlikula. Tunaelewana? Hata gomeo hata kuna nakaji makaheri akinena mdomo kautonyoka sasa mimi hapa nafurahi sana hata kama time yake haijafika huyu dadangu, lakini nataka nimtambue. Hapa niko na deputy governor wa Kwale County. Huyu mama huyu. Na ile kazi amefanya huyu mama na Governor Mvurya imetupa sura na sifa sisi hapa Kilifi County kushinda magavana wote 6. Hapa kushinda magavana wote wengine 5. Sifa ziko Kwale na ile kazi inafanywa na Fatuma Achani na Governor Mvurya. Ataongea mimi sasa hivi ataongea. Tunaelewana? Maana sisi tunajulikana na kucheza Katerina na kumleta Alikiba, huyo ni gavana wa Mombasa. Na huyu wetu naye akatafuta t-shirt za Versace na viatu vitinde, akaenda sasa kuda vivi. Nimfanye
wajumbe. Ndio sifa zao hizo. Lakini kama ni kuchapa kazi ni Fatuma Achani na Gavana Mvurya. Na kwa sababu ni Goma, hizi ndana huo Gavana wa pale na Goma ni hapo Gavana wa Kilifi. Unashonaje? Ni sawa si sawa. Haya beba kwa majina chacha senani. Na mwanachibile kalabeni ikampa sherehe kwa rais anakufende madini. Sawa sawa. Kwa majina chacha barikiwa nisho anaweza nusu. Ngoja kidogo. Mimi nataka nimwite sasa ndugu yangu huyu Oli Baya. Huyu ndio jenerali wetu hapa ndani ya Kilifi. Mwanamanazo. Jenerali anaacha mambo karibu mwalimu sana. Haya hizo ndio ndio wanangu. Tunafurahia kwamba naibu wa rais yuko hapa. Mimi naitwa Owen Baya, mimi ni mbunge wa Kilifi. Sasa wananijua hapa wanijua. Mimi ndiye jenerali mbunge wa wapi? Kilifi. Sasa mimi nimepewa kazi moja ndogo peke yake hapa. Kuwaita na kuwakaribisha hao wabunge wenzangu ili waongee, alafu tumkaribishe naibu wa rais. Sasa tunasemaje? Hebu nione mikono ya naibu wa rais. Hebu nione mikono. Alafu nipatie mjumbe. Nataka nimwite ndugu yangu huyu Mwashetani. Mwashetani. Ni mbunge wa Lungalunga. Karibu bro. Haya, Rabai huyu. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi yangu ni mawili hasa kina mama. Kina mama yangu ni mawili. Kwa sababu gani nasema hivi? Wakati huu ni wakati wenu. Uongozi wa nyanja za juu wakati mwingi tumekuwa tukiwapatia wanaume kwa sababu watufanyie kazi. Lakini wengi wamekuwa wazembe. Na wakiwa wazembe hakuna makosa nyinyi kuonja. Ndio maana sisi Kwale, mimi natoka Kwale. Gavana wetu ni Mvurya na Mvurya anastaafu. Akistaafu ataachia naibu wake ambaye ni Mama Achani. Sisi Kwale pia tutaweka mwanamke kwa sababu zile kazi wamezifanya wakipatiwa nafasi hizi ndogo tumeziona. Tuwaonjesheni, tuwapatie kwa wakati wa Pwani. Tuseme tutakamilisha magavana wawili ama watatu ndani ya Pwani wawe kina mama tuonde uongozi. Ama kina mama wanasemaje? Aisha anatosha atoshi. Pili, kina mama na kina baba wanabai. Sisi kwa miaka mingi tumekuwa tukipiga kura. Lakini tukipiga kura tunapiga kura kwa wale ambao tayari wako mbele. Leo tuko na naibu wa rais amezunguka hapa Rabai, nimekuja naye mimi mwenyewe kwa zile nafasi nilizopata si chini ya mara 3 au mara 4. Amezunguka Kenya nzima. Juzi tulikuwa naye sehemu za Lungalunga, tukawa naye Matuga, tukenda naye Jomvu, tukawa naye Mombasa ili kuhakikisha nyinyi mjue kuwa yeye alikuwa ni mtoto kama wale watoto wetu tunaozaa. Kina mama hata nyinyi mnaweza kuzaa marais. Leo naibu wa rais tukimchagua Ruto kama president wa 5 ndani ya Kenya kwa mara ya kwanza, na sisi wanyonge tutakuwa na hope ya kuwa siku moja watoto tunaowazaa wanaweza kuwa marais wa Jamhuri ya Kenya. Si kweli? Kwa hivyo sisi safari hii kama Wapwani, yale mambo ya ushabiki mwingi ya kuwa mtu anayetoka huko akija kukuambia maneno tunasikia, wakati yeye akipata hakuna hata moja tunalopata. Hii UDA ni chama ambacho tumekiunda sisi wenyewe. Ni chama ambacho sisi tulikaa na kina Aisha Juma na kina Paul Katana, tukakaa na kina Owen Baya, tukakaa na naibu wa rais tukamwambia yetu ni haya. Tunataka mambo gani yetu yabadilike ukipita? Kwanza tunataka ututolee hii kafi baada ya miaka miezi 8. Kwa sababu kafi imedidimiza uchumi wetu kiasi kikubwa. Ni kweli si kweli? Pili, tumemwambia poti yetu ya Mombasa imepelekwa Naivasha. Naibu wa rais ukiingia, jambo la kwanza, kwani uregeshe operations za poti zije Mombasa. Si kweli? La tatu, tukamwambia masuala ya mimea yetu kama mnazi.
masuala ya mimea yetu kama korosho, masuala ya mimea yetu kama mfano wa samaki, ni lazima tuipatie kipaumbele, tutengeneze policies, tuwe tunaipatia pesa mimea hii iweze kukua. La tatu, tukamwambia hivi naibu rais, kuwa mashamba yamekuwa ni swala sugu sana, na mashamba yetu mingi yamechukuliwa na mabwenyenye na wale ambao mpaka sasa hivi hatujatengeneza sheria ya historic injustices, kwa sababu walioko kwenye mamlaka tayari wana benefit ama wanafaidika katika haya mashamba. Kwa hivyo la pili na ama la nne ni kuhakikisha ile policy ama sheria ya historic injustices, udhalimu wa kihistoria ya mashamba, tumeikamilisha ili tuweze kupata faida yetu. Kwa hiyo machache, mimi nawaomba, naibu wa rais ni mtu ambaye ametoka chini, anaelewa mkate unauzwa pesa ngapi, anaelewa unga unauzwa pesa ngapi. Kuna wengine ukimuuliza unga una pesa ngapi haizi kujua. Ukimuuliza wewe, mimi leo sina pesa ya kula, sitalala vizuri, atakuuliza wewe kweli una pesa ya kula? Kwa sababu hajui mwananchi wa chini lini anakosa na nini anamka akiwa hana. Lakini mwanaibu wa rais atakuwa wa kwanza wa kuelewa shida iliko chini ili amsaidie apande juu. Kwa hayo machache, mimi nawapa salamu za Kwale. Kule Kwale sisi tumesema ni nini? UDA. Wale wa UDA nipeni mikono juu, tinilisha. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana ndugu yangu Mashetani. Huyo anaitwa Mwashe. Unajua shetani kazi yake. Mimi nataka sasa nimuite ndugu yangu huyu Rigathi Gachagua. Hebu tupigie makofi huyo bwana. Rigathi Gachagua anatoka kule Central, kule Mlima Kenya. Amekuja aone kama watu wa pwani wanasemaje kuhusu hii maneno. Hao wanasemaje? Tumkaribishe Rigathi Gachagua. Karibu. Asante. Rabai wewe. Kina mama wazee na vijana, hamjambo? Hamjambo tena. Nisalimieni hewa ya pwani na watu ya mlima, tuweke kura yetu kikapu moja, tusukume huyu naibu wa rais aingie Ikulu, akuje atengeneze uchumi ya wale watu wako kiwango ya chini. Na pia tungetaka kuchukua nafasi hii, nimetembea jana, biashara hapa ya hoteli imeharibika kwa sababu ya kafyu. Na tungetaka kumuomba rais wetu na serikali amalize hii kafyu, afungulie watu biashara, waendelee kutafutia watoto wao riziki. Kwa sababu hii kafyu wanaosaidika peke yake ni polisi kwa kuchukua hongo kwa wale wanatembea usiku. Na hakuna haja, kama tumefungulia viongozi Kenya, tumeona naibu wa rais anasumbuka, Raila Odinga anasumbuka, rais mwenyewe anasumbuka.